Lakini tumekuja hapa kwa lengo la kuzungumza na Ticha, hasa hiki ambacho kinachoendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na safari yenyewe baadhi ya mashabiki na kile ambacho kilitajwa ama tunasema sijui niweke katika lugha gani, lakini nasema hisani ambayo imefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuipatia ndege klabu ya Simba kwa ajili ya fainali hiyo. Kuna maneno mengi sana ambayo yanazungumzwa huko mitandaoni, hasa kwa upande wa mashabiki. Niko naye Ticha kujua msimamo wake na mtazamo wake kwenye hili ambalo linalozungumzwa. Amesimama kwenye upande gani? Ticha, mambo ni aje kwanza? Bwana fresh kabisa. Uko poa? Mimi niko poa. Safari ya Morocco unayo? Bado hatujajua, lakini search mimi kama GB64 tunaangalia upepo unafanya nini unapoelekea. Upepo unapoelekea. Kwa safari inaendana na upepo. Safari inaendana na uwezo. Kwa sababu serikali imetoa ndege, basi wewe utapanda tu ndege kama vile unapanda daladala. Ndege ina taratibu zake. Sielewa. Kuna passport utakuwa nayo. Sawa, ndio passport nayo, kuna visa inatakiwa ilipiwe. Kuna gharama za malazi kule. Sielewa. Kuna hoteli kule unatakiwa ukalale. Siku za takriban 3 au 4. Unatakiwa ule. Sielewa. Kuna safari za aina mbalimbali kuwepo kule. Sawa. Kwa hiyo kuna gharama, na ndio maana viongozi wa Simba pale wameandika. Unajua watu wengi wanaangalia ile ikishatolewa ndege, basi wanajua kama vile unatoka labda Karume hapa, unaenda kule Sindadala unaenda KMC. Wewe unaenda nchi ya watu, nchi ya Mungu. Sielewa. Leo hoteli kule unaweza kuita hoteli ya bei ya chini kabisa, labda $150 au $200. $200 500 hapo. Umekaa siku 4 kule. Milioni ngapi? Milioni 2 hiyo kwa ajili ya kulala tu. Sana hoteli nyingi utapewa breakfast. Lakini mwisho wa siku kuna chakula cha mchana, kuna chakula cha usiku. Na utakula kama vyakula unavyokula hapa kwako. Chakula 5,000, unaweza kukuta chakula labda mlo mmoja labda ni $20, $10. Si umeelewa? Kwa sababu wewe ni mgeni, ukienda kula wanakuchukulia wewe kama mtaji. Si umeelewa? Ile ni biashara kwa Morocco sasa. Sababu wanajua kuna wageni wa aina mbalimbali watafanya wataingia. Kwa hiyo watu wanataka wanufaike na ule mchezo. Si umeelewa? Kwa hiyo sikule na sio hapa tumfano bora. Mimi nashangaa hawa mashabiki wenzangu. Tulienda Zanzibar tu. Mfano mzuri tukule Zanzibar tu tulivyokwenda. Au much money sawa ulispend. Ulitumia shilingi ngapi wakati unaenda Zanzibar? Achana na nauli sio shida. Wakati uko Zanzibar sasa. Chumba kilifikia mpaka laki na nusu. Si umeelewa? Balaa. Ilikuwa balaa. Wengine tumekesha macho kama mapopo mpaka siku ya mechi. Si umeelewa? Au unapata hisani kwa mtu wa kuhifadhi. Si umeelewa? Sasa je, inakuwaje kuhusu Morocco? Na ile Morocco ni Ulaya ndogo ile, Spain ile pale. Kwa gharama zao wale ni za Ulaya. Huko anaenda kulala kwenye magesti hamna magesti ya mtani, kule kuna hoteli. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna vitu vingi unatakiwa viangalie kabla hujafanya nini ujaongea. Sawa, serikali imetoa ndege kwa niaba ya timu. Sasa viongozi wa Simba watahudumia watu wangapi? Na kwa bajeti ipi? Kwa sababu wote hizi timu na sasa zina bajeti. Mwanzo wa msimu bajeti ishapangwa. Sasa je, hili swala unaolitaka wewe lipo kwenye bajeti ya timu? Si umeelewa? Tayari watu washindwe kufocus na kuwalinda watu wachache wanaokwenda kule. Waanze kulinda na watu wengine. Uone kama tunaweza tukapoteza focus ya kuilinda timu. Mbona mnaenda watu 200 kule? Watu wa Arabu unavyofahamu mimi, huyu mazianzi kwa timu. Wao ukishasikia mashabiki wa Simba wawili wamezurika kule au wamefanya jambo lolote, tayari hata wachezaji utawatoa mchezoni. Kwa hiyo tension ya timu ni kuiangalia timu. Umeelewa? Hii inataka kutumia akili sana, na naongea vitu vya kiakili mno. Sahihi kabisa. Yaani tension ya timu ni kuhudumia watu 40. Yaani wafocus hao walindwe wasifanye jambo lolote. Kwa sababu yoyote aliyekuwa kwenye ule msafara akikutwa na jambo lolote, tayari usha affect timu. Kwa hiyo ni vema waende watu wachache ili ipatikane ile protectionism. Ulinzi, management. Sawa? Ili wachezaji wasitoke mchezoni. Kuliko kwenda watu wengi, unawalinda watu wangapi? Wamelala hoteli, watu.
wale kuwatoa Simba mchezoni, wanaweza wakafanya jambo lolote mshabiki wote wa Simba. Tayari ushawaharibu kisaikolojia wachezaji na Watanzania kwa ujumla. Sasa ili kuepusha hivi vitu, ndio maana uongozi wa Simba una akili nyingi. Sawa, ndege imetolewa inabeba sio watumia na. Umeelewa? Bajeti ya timu inaruhusu sasa hivi sasa kuanza kupiki. JB njoo, sio nani njoo. Viongozi wa Simba wanajua kuna watu wana mchango mkubwa. Lakini je, ni wakati sahihi wa kuyafanya haya? Sio, umeelewa? Yaani focus yetu ielekee kwenye mechi yetu. Yaani mimi ninachofahamu mimi, ndio maana Mungu hakutaka dini yake iweke katika material orientation, material thing. Kwa sababu kuna two types of dini ya philosophy. Kuna materialist na kuna maidealist. Kwa nini Mungu dini yake ameiweka kwa maidealist, hakuiweka kwa materialist? Wewe ndio niulize. Maana yake idealist ni bora zaidi kuliko materialist. Si umeelewa? Kwa sababu idealist wanakwambia everything by faith. Si umeelewa? Everything by faith. Yaani chochote kitaendana na imani. Si umeelewa? Materialist anakwambia everything by practical. Yaani chochote lazima kiendane na vitendo. Sasa mtu wa vitendo anakuwa sio mtu mzuri. Ndio maana Mungu dini yake, kama ingekuwa materialist ni bora kuliko idealist. Kwa nini Mungu dini yake ameiweka kwa idealist? Idealist ndio watu wa dini. Yaani everything by faith. Anaamua Mungu yupo, Mungu shai kukutana Mungu. Lakini anaamini Mungu yupo. Kwa hiyo idealist, yaani everything by faith is better than everything by practical. Sasa kuwepo uwepo wako physically Morocco, inawezekana usiwe bora kuliko yule aliyokuwa Tanzania akaenda kule kispiritual. Wale akaenda kule kwa maombi. Yaani moyo wake nafsi yake iko Morocco. Wewe unaweza ukaenda kule ukaona dini na masuala ya starehe zako. Uko vacation mwenyewe. Umeelewa? Lakini jini yuko Tanzania. Anakaa muda wote anaomba, usiku anaomba, anaiombea timu. Yaani mimi nasafiri na timu kispiritual. Si umeelewa? Hata. Yaani mimi timu iko Morocco, mimi niko Morocco. Timu iko Misri, mimi niko Misri. Lakini kwa kutumia spiritual value, sio material. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi ninachowaomba wana Simba, huu mgongano uachwe mara moja. Tusidili nao. Umeelewa? Ndege nini? Kupanda ndege ni nini? Ushamba gani huu? Kwanza ndege ni hatari. Wanasema finali wanataka kuweka historia. Kaka, ukitaka kuona hatari ya ndege, nenda pale airport, nakupa hii kazi siku ifanye. Nenda airport uangalie kati wanaoshuka kwenye ndege na wanaokwenda kupanda ndege. Watu wenye akili timamu, lakini waangalie watu wakati anaenda kupanda ndege, waangalie wanaokwenda kupanda ndege na wanaoshuka. Yupi anakuwa na furaha? Anashuka. Zile wao ni wanaoshuka kwa sababu anajua nishashuka salama. Wanaopanda anajua anaingia huko kwenye hatari. Ndege ni hatari, ndege ni kipaa chai. Ndege ni sawa sawa na ICU. Sasa mchezo wa ndege masaa 8-9 uko juu ya angani. Unapumua kwa kutumia mashine, yani kuna mashine mle ndani zinavua hewa. Wewe ndio upumue. Zimezima. Imedondoka ile bombano imefeli. Ikifika chini hakuna kinachopatikana. Umeelewa? Sasa vitu vingine, yani ukiona jambo Mungu amekunyima ana maana yake. Si umeelewa? Hebu tujaribu kuishi kwa imani. Mungu amesema mshukuru kwa kila jambo. Si umeelewa? Mshukuru kwa kila, liwe baya liwe zuri. Umepata it's okay, nenda. Umekosa kaa. Wasale utoletea migongano. Mechi ngumu. Mechi hizi mbili ni ngumu na mechi inayokuja ni adabi. Na ndio maana watu upande wa pili wanachochea mikaa. Na kuna watu wanatumika kuchochea ili kuitoa Simba kwenye slogan yake Simba nguvu moja. Wewe maslahi ya Simba na maslahi yako wewe binafsi ya kwenda Morocco, yapi ni bora? Simba ina mashabiki milioni 20. Mangungu watarejea au Mo watajaramia watu wangapi? Uone kama itakuwa ni upendeleo wateuliwe watu wachache. Yaani ateuliwe JB 64 aende Morocco.
Kuna maifluencer wangapi? Kuna kina Nandi Jayala, kuna kina Mandala, kuna kina Haji Simba, kuna kina Dr. Mo. Watu wanahitaji kwenda, hakuna asiyopenda kupanda ndege. Kuna kina Kisumu, kuna kina Mzee Mtuko, wengi karibuni 30 na hawa hapa. Kuna wale sasa mashabiki nguli, watu watoka Mwanza wanakuja kushabikia timu, watu watoka Morogoro, watu watoka Nairobi, wote wanaipenda Simba. Sasa uone kama viongozi watafanya kitu kinachoitwa divide and rule. Hakuna mwanadamu asikie bwana mwenzie amekuwa favor yeye akae kimya afurahie. Hayupo mwanadamu wa hivyo. Mimi nikipata hiyo favor mashabiki wangu wajibisi nani watashangilia. Lakini anapokosa Kisumu au anapokosa Mzalamu, mashabiki wako watamchukia mimi. Wanasema Didi anapendelewa. Sumeelewa? Mashabiki wa Mnandi watamchukia, mashabiki wa Simba watamchukia, mashabiki wa Mo watachukia. Kwa nini akwenda Mo? Sasa hivi vyote tu create vitu hivi vya nini? Na timu viongozi washasema mwenye kutaka ni dola 1,200. Sio kwamba ile ina include na usafiri. Yaani hivi chukulia kwa mfano. Kulala kule dola 150 au 200. Weka 200. Umekaa siku 4 dola 800 sio? Kula nini tataka zote pale visa si nini kila kitu. Haifiki 1,000. Wewe unaniambia hiyo 200 ndio itakuwa usafiri wa kwenda na kurudi. Kwa hiyo ile ndege viongozi wa Simba wameiacha. Wewe sasa unayetaka changia hii hela. Che, ukitaka uzuri shati uzulike. Na tena one way hiyo. Mbaia benefit one way. Ile hela sio kwamba imeinclude na ticket, hapana. Ticket ndege mnalalamikia iko free, imeachwa. Hizi ni gharama sasa za wewe kuishi kule, wewe kula kule, gharama zote, visa nini kila kitu ndio ile dola 1,000. Lakini ukitaka uhalisia wa safari kaka milioni 7 inaisha Morocco. Morocco ni Ulaya. Kwa sababu transit ya Morocco ni Uturuki. Transit ya Morocco Dubai. Wewe uende bure pote. Tiketi tu peke yake kutoka hapa kwenda Morocco transit Uturuki ni dola 2,000 kwenda na kurudi. Sasa wewe ushangae kwa nini umekoa dola 1,000 hapo unalalamika serikali imetoa ndege lakini viongozi wa Simba hawataki kupeleka mashabiki. Hata kivipi na watu Sokomeli taratibu za kwenda ndio hizi mlitaka na hilo 1,000 na ngapi wanani wakiitoe klabu kwa bajeti hivi sasa bajeti sichapigwa na wote tumesikia kilikuwa hichi kipengele kwamba timu ikishaenda finali tuwapeleke watu bure atoe nani hela. Lakini ticha pia si na waziri mwenyewe alisema kwamba tunatoa ndege ili kuondolea uchovu wachezaji sio mashabiki. Ili labda kwa nini mashabiki kama ni wanaweka kwenye namna hiyo? Kaka hiyo inatolewa kwa timu. Simba hawana shida na ndege. Timu kama timu, yani wachezaji wetu hawana shida na ndege. Yani kwamba serikali isingetoa ndio tusingeenda. Mngeenda ila kwa hisani ya serikali. Serikali imetoa ndege kwa niaba ya timu. Ndio. Simba sasa wao tumie kivyo vyote. Lakini Simba inabeba wachezaji pamoja na mashabiki watakotaka kwenda. Lakini hao mashabiki yale walikuwa wanataka mfano Jibigi. Apigie simu Jibigi lete passport yako. Yani free of charge. Sio mzigo. Umeelewa? Lakini viongozi wa Simba wameenda kwenye realistics. Anayetaka kwenda jamani mwisho tarehe fulani lete passport yako, njoo toa na kiasi fulani cha pesa. Changia utakachotumia wewe. Sasa wewe unatolea ndege ushapoa bure tayari. Wewe unataka ijaama bibina. Ukale bure kwa. Kwa hiyo hivi vitu visituletee mgongano. Yaani tubaki kwenye nishasema. Simba tukibaki kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja tushindwe na jambo. Sasa hawa watu wanataka kutumia hii. Yaani hii rupi wanataka kuitumia kwa ajili ya kutubomoa kuelekea kwenye mechi yetu yani ya finali pamoja na adabu. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Tuondokane na hivi vitu. Wewe kama unaipenda Simba huu pumbavu wewe mtu achane nao. Kwa hiyo ukikaa kuangalia kwa TV mimi nina faidi zaidi kuliko nilikuwa uwanjani. Kwanza mimi sio mshamba ndege, mimi shaenda South Africa, shaenda mpaka Spain. Umeelewa? Shapanda sana ndege. Najua kwanza masuala uzuri wa ndege, mabaya ya ndege yote mimi nafahamu. Meli shapanda sana, mimi mwenyewe nishakuwa baharia, nimeenda za South Africa nikapanda zangu boti. Bebe Natali, nikaenda nikatupwa wapi? Nikatupwa Spain. Umeelewa? Narudishwa kutoka Spain ndio narudi zangu tena Tanzania. Kwa
hiyo vitu vyote tushapita, safari zote nishazipanda, treni nishapanda, nishafanya kazi Tazara, treni ya Kilimanjaro, Dar es Salaam tukapili Mposhi. Kwa hiyo yani hakuna usafiri ambao mimi sijapanda. Bullet train ya umeme nishayapanda South Africa, natoka zangu Johannesburg, naenda zangu Pretoria, naenda zangu Cape Town, naenda zangu na nibebe Natal. Na ndio maana mimi sikushtuka South Africa. Mimi South Africa ni sasa, yani naijua South Africa utafikiri iko hapo. Umeelewa? Nishakaa South Africa miaka 6. Sasa mimi nitishika na kwenda South Africa. Mimi nachanganya ni furaha yangu ya Simba. Mimi Simba ikishinda sina shida ya kwenda Morocco wala sina shida ya kitu chochote. Ushindi tu. Mimi nataka ushindi tu. Wale wachezaji wakafanye kazi tunawatuma basi. Sasa watafanyaje? Lazima waende wakiwa vichwa vyao viko vizuri. Sasa tukianza hii migongano hii, tayari utawatoa viongozi mchezoni. Viongozi wanatakiwa wafocus kwenda katika kuilinda timu na kwenda waende na game plan yao ile walioipanga. Kama walipanga kwenda na watu 45 au 50, basi waende na watu 50. Wale wanaopiga kelele watanyamaza. Timu ikishashinda kula kuna yote atakayozungumza chochote. Umeelewa sio? Kwa hiyo mimi si miongoni mwa wale watu wanaoungana kupiga kelele kuhusu sala ya safari ya nini? Safari ya Morocco. Mwenye uwezo wake atachangia. Na ufafanuzi, ndege ile imetolewa na hakuna mtu atakayepanda ile ndege kwa hela. Umeelewa? Ndio. Hakuna mtu atakayepanda ile ndege kwa hela, ndege imetolewa free. Hizi gharama unazoambia uchangie ni kwa ajili ya maradhi yako, utafikia wapi, utakula nini mpaka unarudi hapo. Sawa sawa. Bana mimi nikushukuru sana teacher, muda gani umekaribia. Twende KMC, twende tukaipambanie Simba yetu. Leo tunaenda kumalizia kiporo cha mwisho. Yaani friji letu tunatoa vile viporo vilivyobaki. Kiporo kimoja ndio kimebaki kwenye freezer bora. Kinatiwa kwenye oven bora, saizi ndio kinasogezwa kwenye oven. Kiwive, mtia ndimu, mtia nini, chumvi nini, ili tule kiporo chetu. Tubaki sasa na pointi moja afu mwamba aje. Shukrani sana teacher. Asante sana.